Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa nafasi nzuri aliyotupa ambayo tunaenda kujifunza maneno ya Mungu. Amen. Na kama unaandika, andika aina ya maisha itakayochochea kibali kikuu au kikubwa cha Mungu kwenye maisha ya mtu. Aina ya maisha itakayochochea kibali kikubwa cha Mungu kwenye maisha yetu. Aina ya maisha ambayo itachochea kibali cha Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo wale wadau wa neno ambalo ni la kutembea nalo la mwaka ni kibali kikuu cha Mungu kwenye maisha yetu. Lakini hicho kibali kitaachiliwa na aina ya maisha ambayo tutayaishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 45 mstari wa 1 mpaka wa 3. Isaya 45:1 mpaka 3. Maandiko yanasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mstari wa 2 anasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 2 mpaka kuanzia tukipengele cha B kwenye mstari wa 1, tukisema inaongelea nini? Kwa ujumla wake inaongelea kibali cha Mungu kwenye maisha ya mtu. Amen. Na sio kibali tu, kibali kikuu cha Mungu kwenye maisha ya mtu, au kwa huyu mtu ambaye anaitwa Koreshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia ili andiko, anaanza kwa kusema haya ndiyo asemayo Bwana, ambaye anamwambia Koreshi. Koreshi alikuwa ni mfalme ambaye si mfalme wa Israeli, alikuwa ni mfalme wa mataifa. Alafu anasema masihi wa Bwana. Sasa kikawaida neno masihi lilikuwa haitwi kila mtu. Kwanza, sifa ya kwanza ya mtu kuitwa masihi, alikuwa ni lazima awe Muisraeli. Alikuwa hakuna masihi ambaye ni nje ya Israeli, alikuwa ni lazima awe Muisraeli. Jambo la kwanza. Kwa kundi la pili, jambo la pili kati ya makundi sasa kutokea kwenye hao wa Israeli na kwenye kwa wana wa Israeli, sio kila mmoja alikuwa anaitwa masihi. Makundi matatu ambao walikuwa wanaweza kuitwa masihi. Kundi la kwanza ni wafalme. Wafalme ndio walikuwa wanaweza kuitwa masihi wa Bwana, kama Daudi ameitwa masihi wa Bwana. Na wafalme baadhi, tena sio wafalme wote, baadhi ya wafalme walikuwa wanaitwa masihi wa Bwana, lakini inaweza ikawa ni jumla ya wafalme wote wa Israeli, kwa sababu wote walikuwa wanapakwa mafuta, japo kuna wengine hawakuwa masihi wa Bwana. Lakini pia kundi la pili ni makuhani. Makuhani pia walikuwa wanaitwa masihi. Masihi maana yake ni mpakwa mafuta wa Bwana, aliyetengwa kwa ajili ya kazi maalum ambayo ni ya Mungu. Kwa hiyo kundi la pili lilikuwa ni makuhani. Kundi la tatu walikuwa ni manabii. Manabii pia walikuwa wanaitwa masihi wa Bwana, wapakwa mafuta wa Bwana. Kwa hiyo unagundua ilikuwa ni lazima awe ni Myahudi, Muisraeli, alafu awe anaangukia kwenye hayo makundi matatu katika Wayahudi. La kwanza mfalme au
kuhani au nabii. Lakini hapa unaona kuna mtu ambaye hayuko kwenye hilo kundi lolote. Sio Myahudi, sio mfalme wa kwanza, sio Myahudi, inamtoa kabisa kwenye hizo sifa za kuitwa Masihi, na sio mfalme wa Israeli, sio kuhani, sio nabii, lakini anaitwa Masihi. Anasema haya ndiyo Bwana amwambiayo Masihi wake Koreshi, mtu wa mataifa, mtu asiyemjua Mungu. Nini kilitokea? Kilichotokea hapa ni kitu kinaitwa neema, grace, neema. Kwa sababu huyo hakuwa na sifa yoyote ya kuitwa Masihi. Alafu neema ndio ikamchagua, ikamfanya kuwa Masihi, ikamtenga, ikamchagua. Alafu mbele unaona baada ya neema kinatokea kitu kinaitwa kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ndio mama wa kibali cha Mungu. Neema ndio mama wa kibali cha Mungu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, maana yake hatuwezi kuzungumzia topic ya kibali cha Mungu bila kuwa na ufahamu wa kina wa kitu kinaitwa neema ya Mungu. Kwa ili tuelewe kibali kikuu cha Mungu kinavyofanya kazi, ni lazima tuelewe neema ya Mungu inavyofanya kazi katika kuzalisha kibali kikuu cha Mungu. Kwa sababu huwezi kuexperience kibali kikuu cha Mungu kama hakuna neema ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaona ili lazimu kwanza Koreshi atengwe na neema, alafu ndipo yale mambo mengine yote yafuate. Kwa kusema hivyo, nataka nianze kuongelea kwa kina kuhusiana na neema ambayo itaweza kusababisha au inasababisha au ndio mama wa kibali kikuu cha Mungu kwenye maisha yetu. Kwa mambo muhimu ya kufahamu kuhusu neema yatakayotusaidia kuelewa kibali cha Mungu kinafanya kazi kwenye maisha ya mtu. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu neema yatakayotusaidia kuelewa kibali cha Mungu kinavyofanya kazi. Jambo la kwanza, Biblia inafanya kazi na maagano, ina-operate kupitia maagano, inafanya kazi kupitia maagano, covenant. Inafanya kazi kupitia maagano. Maagano maana yake ni mapatano, ni mapatano ya kina kati ya pande mbili. Kwa Biblia inafanya kazi kupitia maagano, na moja ya eneo ambalo tunaweza kusema ni kati ya mwanadamu na Mungu. Maagano kupitia kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo neema na kibali zote ni sehemu ya maagano ya Mungu kwa mtu na kwenye maisha ya mtu, lakini zinafanya kazi kwa namna tofauti ndani ya hilo agano. Jambo la kwanza nimesema Biblia inafanya kazi kupitia maagano. Maagano maana yake ni mapatano kati ya pande mbili. Agano maana yake linawajibisha pande mbili. Ukishasikia kitu agano maana yake wajibu, responsibility. Linawajibisha pande mbili, upande wa Mungu na upande wa mtu. Sasa neema na kibali ni sehemu ya maagano ya Mungu kwenye maisha ya mtu, lakini utendaji wake kazi ni tofauti ndani ya hilo agano. Namna ambavyo neema inafanya kazi ndani ya agano ni tofauti na namna ambavyo kibali kinafanya kazi ndani ya agano. Amen. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu sana la kulielewa ili tuweze kudaka hiki kitu kinachoitwa kibali kikuu cha Mungu. Sasa neema inafanya nini ndani ya agano? Neema inamuingiza mtu kwenye agano. Neema kazi yake inakuingiza kwenye agano, ndio covenant entry. Inamuingiza mtu ndani ya agano, inalianzisha agano kwa mtu, inaanzisha mahusiano ya kiagano kati ya mtu na Mungu. Neema inamuingiza mtu kwenye agano, inaanzisha mahusiano ya kiagano
kati ya mtu na Mungu. Wokovu ni mahusiano ya kiagano kati ya mwanadamu na Mungu. Kwenye neema mwanadamu hafanyi negotiation ya terms. Yaani hakuna unajua maagano lolote lina negotiation. Kwamba kuna terms zinakuhusu wewe, kuna terms zinanihusu mimi, hivyo. Kwa kuna makubaliano ya yale terms ni kama nini? Ni vile vifungu vinavyolifunga agano. Sasa kwenye neema mwanadamu hana hiyo negotiation. Ni Mungu pekee. Ni Mungu mwenyewe. Hizo terms zote za kutupokea sisi na kutuingiza kwenye mahusiano na yeye ziko na Mungu mwenyewe. Sisi kazi yetu ni kukubali kwa imani na kupokea na kuingia hapo. Amen. Kwa hiyo neema inamuingiza mwanadamu, mtu, kwenye mahusiano ya kiagano, na mwanadamu hana hizo terms, ana hivyo vigezo. Ni vigezo viko kwa Mungu pekee. Mwanadamu akidhi vigezo vya kuingia kupokelewa na neema. Kwa hiyo neema inaanzisha umiliki. Mungu anaanza kumiliki mtu anakuwa mali ya Mungu. Ninakushauri kama utanasa baadhi ya vitu, utarudia hii audio. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni upande wa neema. Kwa hiyo neema ni covenant entry, inatuingiza ndani ya agano. Kibali kinatupa experience ya agano. Kibali kinatupa experience, inatupa uzoefu wa agano. Ndio kile kitu nasema, unalionaje ili agano? Unaweza kuelezea. Sasa neema inakuingiza. Kibali kinakupa uzoefu wa lile agano linavyofanya kazi. Unaanza kufurahia. Maana yake kibali ni utendaji wa Mungu ndani ya agano. Neema inakuingiza kwenye mahusiano, kwenye agano. Kibali kinakupa kuexperience utendaji wa Mungu ndani ya agano. Kwa hiyo neema haihitaji sheria yoyote, lakini kibali kina rules, kina sheria, kina taratibu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neema ni kwa wote. Kibali tunatofautiana. Wote ni watoto wa Mungu, wote tumeokoka. Lakini tuta experience kibali kwa namna tofauti. Kwa sababu kibali kina requirements, kina madai, kina matakwa. Naeleweka vizuri? Kwa kibali tunaweza kusema kinaelezea namna ambavyo Mungu anahusiana na mtu mmoja mmoja ndani ya agano ambalo ameingiza huyo mtu na neema ya Mungu. Kwa hiyo hauwezi experience kibali kikuu cha Mungu kama hujakutana kwanza na neema ya Mungu. Hauwezi kufurahia kibali cha Mungu kama bila kukutana na neema ya Mungu kwanza. Kwa ili ufurahie kibali kikuu cha Mungu, lazima ukutane kwanza na neema ya Mungu. Sasa huo mkutano wa kwanza wa neema ya Mungu ni wokovu. Amen. Ni lazima ukutane na neema ya Mungu. Lakini neema ya Mungu ya wokovu ni neema kuu kwenye eneo la maisha ya mtu. Lakini ziko neema nyingine mbalimbali. Kuna neema za mafanikio, ziko neema nyingi ambazo zinabebwa zote kwanza kwenye neema ya wokovu. Biblia inasema Mungu alipokuwa anamwachilia Yesu, hakuna kingine chochote alizuia. Kwa kuna neema kuu ya wokovu na kuna neema zingine. Sasa kabla ya kufurahia kibali kwenye eneo lolote la maisha, lazima ukutane kwanza na hiyo neema kwenye hilo eneo la maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake neema inakuja kwanza, alafu kibali kinafuata mahusiano yaliyozalishwa na hiyo neema. Neema inaanzisha mahusiano ya mtu na Mungu. Kibali kinampa mtu kufurahia vipaumbele vinavyotokana na yale mahusiano ya mtu na Mungu. Na wote ni mashahidi. Sio kila mwenye neema ya Mungu anafurahia kibali cha Mungu. Sio kila aliyeokoka
anafurahia privileges na vipaumbele vinavyotokana na wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ni msingi, kibali ni expression. Ni hivyo. Sawa watu wa Mungu. Jambo la pili. Jambo la kwanza tumesema Biblia inafanya kazi kwa maagano, na neema na kibali ni sehemu ya maagano na vinafanya kazi kwa namna tofauti, na nimejaribu kueleza hapo. Jambo la pili la muhimu kufahamu kuhusu neema ambayo itatusaidia kukifurahia kibali kikuu cha Mungu. Jambo la pili. Unahitaji kukua katika neema ili kufurahia kibali kikuu cha Mungu. Unahitaji kukua katika neema ili kuanza kufurahia, kuanza kuexperience kibali kikuu cha Mungu. Unahitaji kukua katika neema ili kuanza kufurahia kibali kikuu cha Mungu. Hatupati neema kama matokeo ya chochote tunachofanya. Kiingereza nasema we do not earn grace. Ku-earn ni kama kununua. Yaani huhitaji kutoa chochote ili ulipwe neema. Unapewa pasipo kustahili. Hatununui neema. Hatuhitaji kustahili kokote tupate neema. Lakini tunakuwa katika neema. We do not earn grace, but we grow in grace. Hatufanyi chochote kupata neema, lakini tunakuwa katika neema. Kwa hiyo mtu aliyepokea neema anahitaji kukua katika neema ili aweze kutembea katika kibali cha Mungu. Mtu aliyepokea neema ya Mungu anahitaji kukua katika neema ili aweze kutembea katika kibali cha Mungu au kibali kikuu cha Mungu. Unaweza ukapokea neema, usipokubali kukua katika neema, hautafurahia kibali cha Mungu kinachoambatana na huo msingi wa mahusiano yaliyoanzishwa na neema. Ndio maana maandiko yanasema hivi kwenye Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 2, anasema kama watoto wachanga waliozaliwa, manake wamezaliwaje? Kwa neema ya Mungu. Sasa yatamanini maziwa. Unaona anaanza kuleta responsibility kwa mtu. Yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Maana yake kuikulia hiyo neema mliyopokea. Maana yake ni kukua katika neema ambayo tumeipokea. Kuna kibali cha Mungu hatuwezi kukifurahia kamwe kama hatutakubali kupitia mchakato wa kukua na kuendelea kukua na kuendelea kukua. Amen. Kuna kibali cha Mungu ambacho hatuwezi kukifurahia kamwe kama hatutakubali kupitia mchakato wa kukua na kuendelea kukua na kuzidi kukua. Kwa hiyo tunapoongelea kuishi maisha ambayo utaanza kufurahia kibali kikuu cha Mungu, maana yake hicho kibali kikuu ni tegemezi ya ukuaji katika neema ya Mungu kwenye hilo eneo. Kuna neema ya Mungu kwenye eneo la finance. Maana yake hiyo neema ukikubali kukua kwenye hilo eneo, maana yake itazalisha kibali kikuu cha Mungu kwenye eneo la finance. Kuna neema ya Mungu ambayo inaweza kutunza afya. Ili tufurahie kibali cha Mungu kwenye hilo eneo, ni lazima tukubali kukua. Amen. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 40, anasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu. Amejaa hekima na amejaa neema ya Mungu. Sasa kujaa tunaelewa maana yake kuna wakati ilikuwa kidogo, ikaendelea kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka mpaka ikajaa hekima. Kwa mtu anaweza akakua katika hekima na anaweza akakua katika neema ya Mungu. Amen.
Kwa ile andiko lilikuwa linamzungumzia Yesu. Kwa ukuaji wa Yesu uliambatana na kuongezeka nguvu, kuongezeka hekima ya Mungu na kuongezeka katika neema ya Mungu. Kwa neema ili ilete matokeo ina lazima iambatane na ukuaji katika hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana pia kwenye maandiko unaona kwenye Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Petro wa pili 3:18 anasema lakini kuweni katika neema na katika kumjua Mungu. Kuweni katika neema na katika kumjua Mungu. Kwa maana yake tunapaswa kukua katika neema. Tunapokea neema ya Mungu kwa bila masharti yoyote, lakini tunakuwa katika neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasoma pia kwenye Waamuzi 13:24. Waamuzi 13:24 anasema basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samson. Mtoto akakua, Mungu akambarikia. Sasa kumbarikia ni kama kibali. Kaanza ku-experience kibali cha Mungu. Lakini hicho akikutokea mpaka alipokuwa. Maana yake asingekuwa, baraka za Bwana zisingekuwa juu yake. Asingeanza kuzifurahia. Na ndio maana maandiko yanasema wakati wote mtu awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japo ni mrithi wa wote. Kwa kuna kibali cha Mungu, kuna baraka za Mungu, haziwezi kuwa halisi kwetu mpaka tumeamua kukua. Unaweza ukaona pia kwenye Samuel wa kwanza 2:21 na 26. Anasema naye huyo mtoto Samuel akakua mbele za Bwana. Akakua mbele za Bwana. Huko ni kuwa kiroho. Akakua mbele za Bwana. Kukua katika neema. Anasema alafu mstari wa 26, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu. Akapata kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Lakini kilitokea wapi? Kwenye kukua na kuzidi kukua. Kwenye kukua na kuzidi kukua. Kwa hiyo kukua katika neema kuna provoke, kuna chochea kibali kikuu. Kukua katika neema, unajua neno hili neema na kibali vinachanganywa, yani ni kama kitu kimoja, lakini kimoja ni mama wa kingine. Kukua katika neema kuna provoke kibali kikuu kwenye maisha ya mtu. Sasa iko hivi, kupokea neema ni bure, kukua sio bure. Neema tunapokea bure, ila hatukui bure. Hatukui bila effort. Hatukui bila effort. Neema haihitaji chochote ufanye, au hitaji ustahili, lakini haukui bila uwekezaji wa nguvu. Maana yake kukua katika neema ni wajibu, ni responsibility. Na hapo ndio tunaanza kupishana. Wasiotaka kuubeba huu wajibu hawatafurahia, hawatakuwa katika neema na hawatafurahia kibali kikuu. Ndio maana mimi sio mdau wa kusema tu mwaka huu utapokea kibali kikuu. Hiyo kibali ni kitegemezi na uwajibikaji wako kwenye yale ambayo yatachochea au yatasababisha hicho kibali kikuu kwenye maisha yetu. Amen. Ndio maana lile andiko ambalo tumesema, anasema lakini kuweni katika neema. Unagundua sasa anaanza kumpa mtu wajibu. Kuwa wewe, kuwa. Nakwambia kuwa. Maana yake unawajibika kwa ukuaji wako. Kama kuna mahali unaona umestaki, haukui kiroho, haukui katika neema hiyo kwenye hilo eneo, kwenye finance, kwenye afya, kwenye eneo lolote, sio wajibu wa mtu mwingine. Wa kwanza kujiwajibisha ni wewe mwenyewe. Ndio maana anasema kuweni katika neema na katika kumjua Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma pia baadhi ya maandiko ambayo yanaonyesha uwajibikaji wa mtu na uwekezaji wa mtu ili kukua katika neema, unaweza kuona pia kwenye Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Anasema basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe hodari katika neema. Uliipokea bure, lakini ili ilete matokeo kwako
lazima uwe hodari. Hapa pale anasema mambo yale uliyosikia kwangu na kujifunza. Anaongea baadhi ya vitu. Angalia andiko lingine ambalo linaonyesha uwajibikaje, tofauti ya hizi neema mbili. Tofauti ya neema unayoipokea bure na neema ambayo unahitaji unakuwa na kuanza kupata matokeo. Ni kwenye Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Anasema basi sasa na kuomba. Huyu ni Musa. Anamwambia Mungu, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Unaona ametaja neema mara mbili. Lakini angalia, ya kwanza anasema nimepata, ya pili anasema nipate. Kwa moja tayari ameipata. Kiingereza anasema if I have found, nimeshaipata neema. Alafu ile ya pili anasema so that I find grace. Kwa tayari ya kwanza nimeshaipata, lakini kuna nyingine nahitaji niipate. Ili niipate hiyo, anasema unionyeshe njia zako, nipate kuyajua, nipate kukujua. Maana hii ya pili inahitaji kufanya kitu, kukua ili uipate, ambayo itaachilia kibali kikuu kwenye maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kufuatilia mafundisho zaidi kupitia simu yako ya mkononi, unaweza ukatuandikia majina yako pamoja na mkoa au nchi uliopo kwa njia ya WhatsApp, na utatutumia kuja kwenye namba 0754711247. Majina yako kwa njia ya WhatsApp kwenda kwenye namba 0754711247. Na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp, na utakuwa sasa na uwezo wa kuwatumia watu wengine ukipenda kufanya hivyo. Asante.